na siku itafika nitakufa. Sijui kesho, sijui siku wala saa kama wanavyosema. Kando na John Heche kutishia maandamano makubwa ya kumwokoa Tundu Lissu kutoka kwa mikono ya mahakama, sasa ripoti zingine za kutisha na mbaya zimeibuka kumuhusu Tundu Lissu gerezani. Ripoti hizi zimeweza kuchapishwa na kusambazwa katika njia ya video na wakili wake kutoka Marekani Amsterdam, ambaye ni wakili anayemwakilisha Tundu Antipas Lissu katika kesi hii ya mchongo ya uhaini mahakamani. Kama kawaida yetu, kabla ni kujuze taarifa hizi, like video hii kisha subscribe, alafu vile niambie unanitazama au kunisikiliza ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanipata vizuri ukiwa taifa gani, na kama upo humu katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Hali ya kisheria na kisiasa inayomzunguka Tundu Antipas Lissu imechukua sura mbaya na mpya kufuatia wasiwasi mpya uliotolewa na timu yake ya wanasheria wa kimataifa. Wakili maarufu kutoka nchini Marekani anayemwakilisha Tundu Antipas Lissu, Robert Amsterdam, amehoji hadharani kuhusu mazingira ambayo Tundu Lissu anashikiliwa gerezani. Kulingana na wakili huyo Robert Amsterdam, mazingira ya kizuizini ya Tundu Lissu yanaibua wasiwasi mkubwa na hofu, wasiwasi wa haki za kibinadamu pia, na huenda yasifikie viwango vinavyokubalika vya kisheria nchini. Matamshi yake Amsterdam yamevuta hisia kwa haraka ndani ya Tanzania na kimataifa. Kesi hiyo ya Tundu Lissu inaendelea kushika kasi huku sauti zaidi zikiliza suala hilo. Waangalizi wanasema hali hiyo inaweza kuwa na athari kubwa zaidi ya chumba cha mahakama. Matukio hayo yameifanya Tanzania kuwa chini ya uangalizi mkubwa. Hii, alisema, imemwacha kiongozi huyo wa upinzani Tundu Antipas Lissu peke yake bila mwingiliano wa kawaida wa kijamii. Hali kama hizo, kulingana na viwango vya haki za kibinadamu, zinaweza kuathiri ustawi wa kisaikolojia wa mtu binafsi. Madai hayo yameibua hofu miongoni mwa wanaharakati na wataalamu wa sheria. Kutengwa kizuizini au gerezani mara nyingi huzingatiwa kama suala nyeti ulimwenguni. Sasa madai yakidai ya kwamba Tundu Lissu ameondolewa na kuwekwa katika gereza moja peke yake na watu wote waliokuwa wamefungwa pamoja wameondolewa na kuhamishwa magereza mengine. Wakosoaji wanasema kwamba inapaswa kutumika tu chini ya hali kali na za haki na si hali kama anavyofanyiwa Tundu Lissu. Ufichuzi huu umezidisha mjadala kuhusu matibabu ya Tundu Lissu gerezani. Mbali na kutengwa, wakili Amsterdam wa Tundu Lissu aliibua wasiwasi juu ya ufuatiliaji wa mara kwa mara. Alidai kuwa kuna kamera ambazo zimewekwa ili kumfuatilia Tundu Lissu kila wakati ndani ya gereza, ikiwa ni pamoja na wakati wa faragha ama wakati wa private. Kiwango hiki cha ufuatiliaji, alipendekeza, kinakwenda zaidi ya hatua za kawaida za usalama. Wataalamu wa sheria wanasema kuwa hata wafungwa wana haki ya msingi ya faragha na utu. Suala la ufuatiliaji limezua utata zaidi. Maswali sasa yanaibuliwa kuhusu uwiano kati ya usalama na haki za kibinadamu. Hali hiyo inaendelea kuvuta hisia kutoka kwa waangalizi wa kimataifa na wa kitaifa. Tundu Lissu, kiongozi mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, alikamatwa mnamo Aprili mwaka 2025 na hadi sasa kesi yake inaishi ikiweza kuahirishwa mara kwa mara, hii ikipelekea wanachadema kudai ya kwamba serikali inafanya makusudi na mahakama kuweza kumzuilia Tundu Lissu kwa muda zaidi ndani ya gereza la Ukonga. Baadaye, hata hivyo, Tundu Lissu alishtakiwa kwa uhaini kufuatia wito wake wa kufanya marekebisho katika uchaguzi mkuu kabla ya uchaguzi mkuu uliopita. Kukamatwa kwake mara moja wakati huo ulizua mjadala wa kisiasa kote nchini na fujo. Wafuasi wanasema kuwa matendo yake yalikuwa sehemu ya ushiriki wa kidemokrasia. Wakosoaji, hata hivyo, wanaona mashtaka hayo kuwa mazito na yanayostahili mchakato wa kisheria. Tangu wakati huo, kesi hiyo imebakia katikati ya majadiliano ya kitaifa, inaendelea kugawanya maoni ya umma. Amsterdam pia ilifichua kuwa timu yake wanasheria imeeneza suala hilo hadi kiwango cha kimataifa. Wamewasiliana rasmi na kikundi rasmi cha Umoja Mataifa kuhusu ufungwa kiolela kama wa Tundu Lissu. Chombo hiki kinashughulikia kesi ambapo watu binafsi wanaaminika kuzuiliwa kinyume cha sheria na kinyume na haki za binadamu. Kwa mujibu wa wakili na mwanasheria wake Amsterdam, kundi hilo limetaka Tundu Lissu achiliwe mara moja. Kuhusika kwa Umoja wa Mataifa kumeongeza uzito katika suala na kesi hiyo. Inaashiria kwamba kesi hiyo si suala la nyumbani tu. Shinikizo la kimataifa pia linaweza kuendelea kukua. Mwitikio kutoka kwa waigizaji wa kimataifa umekuwa muhimu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameanza kufuatilia kwa karibu hali hiyo. Baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa kesi hiyo inaweza kuathiri taswira ya Tanzania duniani.
Masuala ya utawala wa sheria na utawala wa kidemokrasia sasa yanajadiliwa kwa upana zaidi. Serikali inaweza pia kukabiliwa na uangalizi mkubwa wa kidiplomasia ya kimataifa. Kesi kama hizo za Tundu Lissu mara nyingi huathiri uhusiano na ushirikiano wa kimataifa. Hali hiyo inabaki kuwa nyeti na itabadilika hivi karibuni. Wakati huo huo, maoni ndani ya Tanzania bado yanagawanyika. Baadhi ya wananchi wanaamini kuwa mamlaka zinafaa kuruhusiwa kushughulikia kesi hiyo kwa mujibu wa sheria. Wanasema kuwa mahakama lazima ipewe uhuru. Hata hivyo, wengine wanasisitiza kuwa haki za binadamu lazima zidumishwe bila kujali mashtaka. Mgawanyiko huu unaonyesha mienendo mipana ya kisiasa nchini. Mjadala wa umma pia unaendelea mtandaoni na nje ya mtandao. Kesi hii imekuwa ishara ya masuala makubwa ya utawala. Maoni yanabaki kuwa ya mgawanyiko mkubwa mpaka sasa. Wakati huo huo, vikundi vya utetezi vinaendelea kutoa wito wa kuwepo kwa uwazi. Wanazitaka mamlaka kuruhusu ufuatiliaji huru wa masharti ya kizuizini. Uwazi, wanasema, hujenga imani ya umma. Pia inahakikisha kwamba viwango vya kimataifa vinafikiwa. Wito wa mazungumzo na utatuzi unakuwa. Wengi wanaamini kwamba mawasiliano ya wazi yanaweza kupunguza mvutano. Hali inabaki kuwa tete sasa. Pande zote mbili ziko chini ya shinikizo kujibu kwa kuwajibika. Timu ya wanasheria wanaomwakilisha Tundu Antipas Lissu imeeleza kuwa itaendelea kutafuta njia zote za kisheria zilizopo. Hii inajumuisha njia za ndani na kimataifa. Hata hivyo, mtazamo wao unapendekeza vita virefu vya kisheria mbeleni. Kuhusika kwa taasisi za kimataifa kunaongeza utata katika kesi hiyo. Inaweza pia kuongeza muda wa mchakato. Waangalizi wanatarajia maendeleo zaidi katika wiki zijazo. Hadithi sasa iko mbali sana kukamilika. Shinikizo likiendelea kuongezeka, hatua zinazofuata za serikali zitachunguzwa kwa karibu. Maamuzi yoyote yanayofanywa yanaweza kuwa na matokeo makubwa. Uwiano kati ya utekelezaji wa sheria na haki za binadamu utabaki kuwa suala kuu. Wadau wa ndani na nje ya nchi wanafuatilia kwa makini. Matokeo yanaweza kuchagiza mitazamo ya haki nchini. Ni wakati mwafaka kwa taasisi za kisheria na kisiasa. Njia ya kusonga mbele inabaki kutokuwa na uhakika. Kwa kumalizia, kesi inayomhusu Tundu Lissu imegeuka kuwa suala kubwa la kisheria na kisiasa. Inaangazia maswali muhimu kuhusu haki na utawala nchini. Kwa kuongezeka kwa umakini wa kimataifa, vigingi vimekuwa vya juu zaidi. Miezi ijayo itakuwa muhimu katika kuamua mwelekeo wa kesi hiyo. Watazamaji wanahimizwa kuendelea kufahamishwa matukio yanapoendelea. Ni hayo tu mtazamaji niliyojaliwa kukuandalia leo katika taarifa ama video hii, lakini kabla tufunge taarifa hizi, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Je, una lipi la kusema kuhusiana na ujumbe huu alioutuma mwanasheria wake Tundu Antipas Lissu kutoka Marekani, Robert Amsterdam? Je, unadhani anazungumza ukweli? Na je, una lipi la kusema kuhusiana na tukio hili la Tundu Lissu kuweza kutengwa gerezani na hata kuwekewa kamera za siri ndani ya gereza? Na kuachia uwanja huu wa comment section unijuze. Vile kumbuka kulike video hii tena, alafu subscribe na ubonyeze alama kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwangu. Vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.